Kuna wale ba M23 viko mle ndani, viko naangalia wapi batakimbilia. Bakienda Mtanganyika batakufa, bakienda kubilima batakufa, bakirudia nyuma batakufa. Hapa Kamanyola, hapa Katogota, kubatosha Katogota kuwafikisha Kamanyola, kwenda kuingia timu Kamanyola. Tunataka kujiproklame mule kile. Balikufa bangapi? Ndiyo. Ujambo ndugu mpenzi msikilizaji, popote ulipo umekaribishwa katika kipindi hiki tena. Matumaini kwamba wewe unaendelea vema katika afya yako. Lakini ni katika wakati wa kukupasha habari katika maeneo yote, ikiwa barani Afrika na maeneo mengine ambako kumeweza kupatikana habari ili upate kufaidia. Lakini hususan zaidi ni mashariki mwake DRC. Na hivyo hata katika maeneo ya Burundi. Umekaribishwa ya kwamba upate kufuatilia habari zetu mwanzo hadi mwisho, na hivyo upate kufaidia mengi. Unaombwa kuungana nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki kwa kujiunga hata kwenye subscribe hapo chini na kubonyeza alama kengele, unapata habari zetu mapema. Ikiwa bado wewe haujajiunga, ungaliwa mpya. Na hivyo nipate kukuambia kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC huko Kivu ya Kusini, ni kwambako kituo hiki cha habari kinakoweza kupatikana. Na tunaendelea ni mara moja bila kukawa. Tuanzie kwanza mashariki mwake DRC, hususan zaidi Kivu ya Kusini, ambako baada ya mapambano ambayo yanaendelea kujiri huko, ikiwa tarafani Fizi na tarafani Uvira, zaidi ikiwa Makobola, mapambano ambayo yanaendelea kujiri hapo na waasi wa FCM23 kuonekana kushindwa na mateka wao kuweza kushikwa. Ni hivyo Uvira ilikuwa hapo jana, mapambano ambayo yanaendelea kujiri katika maeneo ya Kigongo na kusikika hata milio ya risasi maeneo ya Kalundu katika bandari hiyo, na boti mbili za waasi wa FCM23 kuweza kabisa kuunguzwa na jeshi la Kongo FARDC. Na hivyo nikumbushie kwamba mapambano hayo ambayo yanaendelea kujiri hiyo hapo jana iliweza kuleta wasiwasi mkubwa ndani ya mioyo ya wakahaji wa maeneo ya Uvira. Lakini duru zinaweza kuonyesha ya kwamba mapambano hayo pia yaliweza kujiri kwenye milima ya Uvira, ambako milio ya risasi na mabomu kulipuka iliweza kusikika katika mji wa Uvira, jambo ambalo liliweza kuwafanya wakahaji wakose kuendesha makazi yao kama ipasavyo. Licha ya jambo hilo la mapambano katika mji wa Uvira, ni kuonyesha ya kwamba katika makao ya zamani ya MONUSCO maeneo ya Kavimvira, mafasi ambapo kunaitwa Kala na huko Kiliba, kambi za waasi wa FCM23 zimeonekana kuunguzwa na jeshi la FARDC kupitia ndege zisizokuwa na rubani katika maeneo hayo, na hivyo kuonyesha makao ya waasi wa FCM23 kutokuwepo tena katika maeneo hayo na kuleta wasiwasi hata kuchanganyikiwa kwa kuunguzwa kwa maeneo hayo. Lakini nikumbushe ya kwamba hapo tu ingali maeneo ya Uvira na Kiliba ni baada ya Kavimvira kuenda ngambo ya bonde la Ruzizi. Hivyo kimbunga cha mapambano kinaendelea kabisa kusonga mbele, na hivyo kuonyesha tena mapambano katika maeneo ya Kalehe ni Kivu ya Kusini, na kuweza kuonyesha mapambano makubwa kati ya wahasi wa FCM23 dhidi ya wazalendo wanaungwa mkono na jeshi la FARDC. Na katika mapambano hayo kuendelea kabisa kuonyeshwa ya kwamba waasi wa FCM23 kuweza kupoteza kwa wingi ngambo yao na kuweza kuonyesha kushindwa katika uwanja wa mapambano. Kuna habari nyingine ambayo inafichwa, ambayo na hii nayo ni kubwa kuliko ya kupigwa kwa boti mbili huko Kale. Huko kuna watu wametandikwa kama kauzu ambazo zilikosa sehemu za kuanika. Sasa yule mvuvi inabidi azimwage tena kule nchi kavu. Ndivyo ambavyo M23 inatandikwa sasa hivi. Na sasa kwa kichapo kikubwa anachokipata kwa leo, ndio maana hata kuongea wasemaji hawana cha kuongea. Unajua, ukiona umemtandika mtoto lakini bado analia kwa kupiga kelele, analia kwa kulalamika, maana yake kichapo akijakolea sawa kwenye misipa ya damu. Ila kichapo kikikolea, mtoto huwa alii, anabaki tu kuhema kama mbwa aliyewinda swala alafu akashindwa kumkamata huyo swala, anarudi nyumbani yuko empty, anakaa kwenye mwembe chini ni kuhema tu. Ndivyo ambavyo M23 inahema
kuanza viongozi wa juu, wasemaji wake, askari, majemedari wao wa vita wanakosa hata ramani, wapange vita namna gani ili wapate wafueni. Hawapati formula ya kutumia kwa sasa hivi. Basi hayo yameweza kuonyesha hali kubwa ngambo ya waasi wa M23 na kuweza kuleta wasiwasi mkubwa kutokana na hali ya usalama. Lakini ikiwa tu hivyo, hapo jana tariki 26 mwezi wa Disemba mwaka 2025, nikumbushe ya kwamba huko kwenye maeneo ya Tuwetue ni tarafani Mwenga kwenye milima mirefu ni Kivu ya Kusini, ambako mapambano yaliyojiri kati ya waasi wa M23 na Red Tabara na hivyo kuungwa mkono na nchi ya Rwanda ikipambana dhidi ya wazalendo wakiungwa mkono pia na jeshi la FARDC. Mapambano makubwa ambayo yaliendelea kujiri huko. Hilo ikiweza kuonyesha upinzani wa Rais Paul Kagame kwa yale mapatano ambayo yaliendelea kusainiwa huko Umarekani, Washington DC. Na kwa sasa kuweza kuonyesha wasiwasi mkubwa ngambo ya Kagame, rais wa Rwanda, na kuweza kuonyesha kwamba hali yake ya usalama katika kiti chake cha urais kuwa kwenye mashaka makubwa katika nchi ya Rwanda. Sasa bale bashefu ya ba M23 balishaona kope na changer, kila mtu anakuwa ni sauve kipe, habataki kuambia bale bachini. Sabule bwa chini ndio butakufa kama vile bisanya, kama vile dawa ya kisanya banamwanga mkitanda, unaona kinavimba na bado kingali kinapumua. Hii niko nakwambia, Kagame iko parta ile hivi anaale, sitakufichika. Kagame anapoteza inchi ya Rwanda, hata yeye peke alishaona. Banilotike batalia, batatosha machozi. Kwanza kama piko banilotike biko na akili, bampige Kagame masasi, bana perdre ile Rwanda. Unasikia? Bata perdre ile Rwanda. Sasa hivi niko nakwambia, banilotike benye kuwa na akili bapige tu Kagame masasi. Unanisikia? Lakini bakikaza roho, banilotike batakimbia, bahutu watakamata nchi yao. Unaona? Yaani batusi banaingia mprobleme siri probleme. Hii niko nakwambia. Kumbe ile ukisikia Mobutu alisema sema tu va changer, tu doit changer. Na basi natudandie kwanza katika jimbo la Ituri ambako habari zinasema kwamba jeshi la Kongo au government ya Kongo imeweza kutoa sare za kijeshi kuweza kupatia jeshi lake, hususan jeshi la jimbo la Ituri kuwapatia sare mpya ambazo zikionyesha ishara ya manufaa, uzito wa nchi na hata kabisa kuonyesha hali nzuri kwa ngambo ya government ya Kongo. Basi na hivyo Goma jimboni Kivu ya Kaskazini ni mji mkubwa wa jimbo hilo ambako katika siku ya sherehe ya Christmas kumeweza kushuhudiwa waasi wa M23 kuweza kuwashika watu na kuwapeleka kwenye mafunzo ya kijeshi, jambo ambalo linaweza kabisa kuwauma watu na kuweza kulishuhudia na kulikanya vikali, jambo ambalo silo nzuri kwa ngambo ya wananchi wanaokaa katika maeneo hayo, na hivyo ikiweza kuthibitishwa kwa wingi na kuweza kuingiliwa kindani. Usike M23 tunakia gomba ngeto wa Kongomani muko mateso. Munakia kutukomboa siye ba Kongomani tuko mateso. Tunateseka na nini? Unaweza kunambia objectif ya siye Mkongomani anateseka na nini? Eske Mkongomani anakufa sasa vile gisi mko natuua? Munaanza kutua saa vile nyama yenye iko kumachunio biko wanachinja kila siku ngombe na mbuzi kumachunio, ndo gisi msha kuyaka damu ya Mkongomani vile inalalaka kila siku. Goma batu biko mufeti ya Noeli, mukamate batu kukinguvu mabebe nani muone wa formation parce que munaona iseke munapigwa leo, munaenda kufanya nani, munaenda kufanya msako Goma, munaiwa bajene ya watu na bazee ya watu kule bakombozi. Laurent Desire Kabila pala likia kukomboa nchi, pala likia kamata pouvoir mwaifaso yenu au kuyaka hivi yari kiaka anasensibilize kote yote, anaonesha objectif. Mimi nakuya na baba baimbwa aba ba Rwanda me nitabageuka, mimi niko Kongole, siwezi kutumika na babatu ni babaya, nitakatala kuwapatia benye wanapenda. Na ndio kile mnamfikisha leo tunaanza kuteseka.
tumsaidie Laurent Desire Kabila tukamate pouvoir, tumtoshe Mobutu, atatupatia parti ya Est. Anabageuka na kata vyenu, makoro yenu na kata. Munangala Kabila mwenye Rwanda, Kasembere Kanambe, wende muue babako. Munapanga chama munamua Laurent Desire Kabila. Munawazaa inchi mtajigize mu Rwanda. Hii Rwanda, hii Kongo hii, muko bichwa bishaka vuta bangi. Kule Rwanda muvute bangi, huku sisi tunavuta bangi. Kwenye Rwanda hata weza kudirige Kongole parce que Kongole iko na esprit ya kifo. Iko na esprit ya buchungu ya nchi yake. Na bangi ile ukisha kutesha Kongole kwa anavuta bangi hautamwezaka. Ndio maana wewe Kagame unasondiza bananga, sondiza Banyamulenge, basondiza ba Rwanda. Amutawezaka kudirige ba Kongole parce que si ba Kongole tushaka bafu. Hata pendaka pei yetu iende, tushaka eveye, mshaka kutufundisha kuua. Kongole kwa anajua kuua. Alikuwa anajua kuishi na mtu bie, utamuuia, anakujegeza, mnachangia likopa, mnachangia muogo. Leo Rwanda acha kutufundisha shie namna kuua. Harufu ya damu ya mtu yenye kingaliki ya sasa ile ngana huwa mtu angaki anatoka damu ya moto. Unaanza kujua harufu yayo. Unaanza kujua harufu ya damu ya kulala 2 jours 3 jours juu ya hapa Banyamulenge bakutua sana. Masakre mlifanya Muvira, ndo Mungu wa bababu anakatala mute ikala Muvira. Musha kutua sana. Hatutabaitikia balkanizasyon yenu Muvira. Hata batu ya Uvira benye bangine bandugu yetu biko wanasema, bandugu yangu biko wanasema hapa seme, mubache tu. Abayatua, abayatufa kitu. Ndugu yangu, unajua kama panya, banasemaka panya puliza, inakulaka mtu kwa nampuliza kumugulu. Sa vile gisi bangaki banafika. Mafenye basha kuwa batu hapa Muvira, amuyayua mweye. Mafamii ingine inalia. Mambo ni nini? Maiti haionekani. Maiti kona ibebewa. Inatupewa mumaya laki Tanganyika. Ni bitu watu bayue. M23 kona wa mtu inamtupa mulaki Tanganyika. Unaona? Unachikuta batu biko wanangalia tu wakiona vile banekala tu kwa kila kusema ni batu wazuri. Tujifunze politike na tujifunze wapi tunaenda. Basi natumalizie huko Burundi ambako ni nchi jirani ya Kongo na wakimbizi wengi kutoka DRC hususani Kivu ya Kusini kujelekeza maeneo ya hapo Rumonge kuweza kukimbia, wakithamanishwa kwa hali tu ya wakimbizi, wakiwa wakipelekwa katika kambi na wengine kubaki hapo kwenye mchanga. Lakini hivyo kuweza kuthibitishwa ya kwamba kwa wale ambao waliweza kubaki hapo kwenye mchanga, ikiwa hawatakubali kuingia katika kambi, basi waweze kurudi nyumbani, ukimaanisha Kongo. Na hivyo kushuhudiwa zile hema ambazo zilikuwa ziko pale hata kabisa kuweza kuondolewa, ikiweka wasiwasi kwa watu ambao wanaweza kukaa hapo ikiwa wakimbizi, mvua itakaonyesha hawajui wapi watakaoweza kukimbilia. Na hivyo walio kambini kuweza kudai ya kwamba wanakosa maji safi na kuweza kutoa wito kwa shirika za ubinadamu zipate kuwasaidia ya kwamba wapate maji safi katika kambi hiyo, ili kwamba kuepukana na magonjwa zaidi kipindupindu na mengine magonjwa ambayo inaweza kusababishwa na kutokuwa na maji safi. Basi sina zaidi, hiyo ilikuwa ni mwisho tu wa taarifa ya habari ambako niliweza kabisa kutua katika ardhi ya nchi ya Burundi na kumalizia huko. Basi ilikuwa tu ni taarifa ya habari katika bara la Afrika ambako nilikuletea taarifa hizo za habari, na hivyo katika Kongo ni mashariki mwake DRC. Nikujuze ya kwamba ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, nikitoa shukrani kubwa, lakini tu unaweza kujiunga hapo chini kwa kubonyeza alama ya subscribe au sabone ikiwa YouTube yako ni ya Kifaransa. Na ukibonyeza hapo, basi bonyeza alama ya kengele, unapata habari zetu mapema. Unaombwa kushare na kucomment ukiwa na maneno ya kusema, lakini pia kukaa chonjo ili upate habari zetu zingine na kufaidia kwa kina kabisa. Na basi tutakutana tena wakati mwingine. Ciao.